Shetani anarudi tena mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Mara hii ana ombi jingine, ombi la kutisha zaidi. Mpe ruhusa nimguse mwili wake, anasema. Kisha utaona jinsi atakulaani. Lakini Mungu katika hekima yake isiyoelezeka anasema, haya, yu mikononi mwako, lakini usilishe uhai wake. Ni mazungumzo ya ajabu, Mungu mkuu akizungumza na adui wake mkuu kuhusu mtumishi wake mwaminifu. Twende Ayubu sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 13. Ikawa siku nyingine wana wa Mungu walipokuja kujisimamisha mbele za Bwana, Shetani naye akaja pamoja nao kujisimamisha mbele za Bwana. Bwana akamwambia Shetani, je, umetoka wapi? Shetani akajibu Bwana akasema, nimetoka kutangatanga duniani na kuzunguka humo. Bwana akamwambia Shetani, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Hakuna mwingine kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mnyofu, amchaye Mungu na kuepuka ubaya. Naye bado anashikilia ukamilifu wake, ingawa ulinichochea dhidi yake ili nimwangamize bure. Shetani akajibu Bwana akasema, ngozi kwa ngozi. Mtu ataweka kila alichonacho kwa ajili ya uhai wake. Lakini nyoosha mkono wako sasa, ukamguse mfupa wake na nyama yake, na hakika atakukufuru mbele yako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yu mikononi mwako, lakini uhifadhi uhai wake. Leo tunachunguza sura hii ya kutisha ya Ayubu, jinsi Mungu anavyodhibiti mipaka ya mateso, jinsi uongozi wa mume unavyoonekana wakati wa shida, na jinsi tunavyoweza kuishi katika mateso bila kumlaani Mungu. Baada ya mazungumzo haya ya anga, Shetani anaondoka na anaanza kazi yake ya uharibifu. Hivyo Shetani akaondoka mbele za Bwana, akamwambia Ayubu vidonda vibaya tangu unyayo wa mguu wake hadi utosini mwa kichwa chake. Ayubu, mtu aliyekuwa tajiri na mwenye afya nzuri, sasa anakuwa mgonjwa mkuu. Vidonda vyake ni vibaya, haviharibu mwili tu, bali vinaleta uchungu mkuu na aibu ya kijamii. Ayubu akachukua kigae cha chungu akajikuna nacho, naye akaketi katika majivu. Hii inaonyesha jinsi alivyoinama kutoka uongozi wa familia na jamii, sasa ameketi katika majivu, alama ya huzuni na kunyenyekea. Lakini hadithi haiishi hapa. Mke wake akamwambia, je, bado unashikilia ukamilifu wako? Mlaani Mungu, ukafe. Ni maneno ya uchungu kutoka kwa mtu aliyempenda zaidi duniani. Lakini jibu la Ayubu linaturudisha kwenye msingi wa imani. Lakini akamwambia, wewe unazungumza kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Je, tutakubali mema kutoka kwa Mungu wala tusipalike mabaya? Katika haya yote Ayubu hakutenda dhambi kwa midomo yake. Haya ni maneno ya kushangaza, mtu anayeumia vibaya akisema kwamba Mungu yu haki hata katika mateso. Kuna mambo mengi tunayokosa katika hadithi hii. Jambo la kwanza, Shetani hawakuweza kumgusa Ayubu bila ruhusa ya Mungu. Mungu alisema yu mikononi mwako, lakini uhifadhi uhai wake. Hii inamaanisha kwamba kuna mipaka iliyowekwa, hata katika mateso makubwa Mungu bado anadhibiti kila kitu. Shetani hawezi kufanya chochote zaidi ya alichoruhusiwa. Jambo la pili, mke wa Ayubu hakumlaani Mungu mwenyewe. Yeye alimwambia Ayubu amlaani Mungu. Hii inaonyesha huzuni yake, alikuwa ameona mume wake akiteseka na hakuweza kuona maana katika mateso haya. Ni mazungumzo ya kawaida kati ya watu wawili wanaowapenda, mmoja akijaribu kushikilia imani na mwingine akiwa amekata tamaa. Jambo la tatu, marafiki wa Ayubu, Elifazi Mtemani na Bildadi Mshuhi na Sofari Mnaamadhi, walijua utamaduni wa huzuni. Wakati walipomwona kwa mbali hawakumtambua, wakainua sauti zao wakalia, kila mmoja akacha vazi lake, wakanyunyiza mavumbi hewani juu ya vichwa vyao. Hivyo wakaketi pamoja naye ardhini siku 7 usiku na mchana, hakuna aliyemwambia neno, maana waliona ya kwamba uchungu wake ulikuwa mkuu sana. Hili ni jambo la kushangaza, watu watatu walikuja kutoka miji tofauti ili kumsaidia rafiki yao, na waliketi naye kwa siku 7 bila kusema neno lolote. Walijua kwamba wakati mwingine uongozi bora zaidi ni kuwa pamoja tu. Katika sura hii tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Mabadiliko ya kwanza ni kutoka upendo wa kifani hadi upendo wa usioshindwa. Shetani aliwaza kwamba Ayubu alimpenda Mungu kwa sababu ya baraka zake, mali, watoto, afya. Lakini Mungu anajua ukweli, Ayubu anampenda Mungu kwa ajili ya Mungu mwenyewe, sio kwa ajili ya zawadi zake. Hivyo Mungu anamuongoza Ayubu kupitia mateso ili kuonyesha kwamba upendo wake ni wa kweli. Mabadiliko ya pili ni kutoka ufurahiwa wa kimwili hadi udhabiti wa kiroho.
Ayubu anapoteza kila kitu kinachomfurahisha kimwili, mali yake, watoto wake na sasa afya yake. Lakini anabaki thabiti kwa roho. Anasema, je, tutakubali mema kutoka kwa Mungu wala tusipalike mabaya? Hii ni imani ya kweli, kubali kwamba Mungu yu mwema hata wakati mambo hayaonekani vizuri. Mabadiliko ya tatu ni kutoka kutokuwa na uchungu hadi kujua Mungu katika mateso. Ayubu ataendelea kujadili na Mungu, atahoji, atakasirika, lakini mwishowe atamjua Mungu kwa njia ambayo asingejua bila kupitia mateso haya. Mateso si adhabu tu, ni njia ya kukua katika ujuzi wa Mungu. Wanyamapori wanaona haya yote na wanashangaa. Ni nini kinachowafanya binadamu wawe na furaha na huzuni wakati mmoja? Kwa nini mwanadamu mmoja anaweza kuendelea kuamini wakati akiwa katika uchungu mkuu? Na kwa nini mke wake aliyempenda anaonekana kukata tamaa haraka zaidi kuliko yeye? Haya ni mafunzo makubwa kutuhusu sisi wanadamu. Tunaweza kuamini katika giza, lakini tunahitaji msaada wa kila mmoja. Naona mtu huyu Ayubu amepoteza kila kitu, lakini bado anashikilia kitu ambacho hatuoni. Ni nini hicho? Kutoka juu nimeona mazungumzo ya anga. Mungu anamdhibiti shetani kama vile mimi ninavyodhibiti upepo. Hakuna kitu kinachotokea bila ruhusa yake. Lakini mke wake, naona huzuni yake. Anapenda mume wake lakini haoni njia ya kuweza kumsaidia. Anataka uchungu uishe hata kama ni kwa kifo. Ni ajabu jinsi binadamu wanavyoweza kuwa na nguvu na udhaifu wakati mmoja. Ayubu ana nguvu za kiroho lakini mwili wake unaharibiwa. Na marafiki hawa wamekuja kutoka mbali ili kuwa pamoja naye. Hawasemi kitu kwa siku 7. Tungeweza kujifunza kutoka kwao. Somo la Ayubu linaturudisha kwenye ukweli muhimu: mateso yetu yana mipaka. Kama vile Mungu alivyomwambia Shetani uhifadhi uhai wake, pia katika maisha yetu Mungu anadhibiti kila kitu kinachotutokea. Hakuna kitu kinachotutokea ambacho Mungu hakijui au hakikuruhusu. Hii haimaanishi kwamba anasababisha mabaya yote, lakini inamaanisha kwamba ana uwezo wa kutatua yote kwa mema yetu. Pili, tunajifunza umuhimu wa uongozi katika familia. Ayubu hata katika uchungu wake alibaki kuwa kiongozi wa kiroho katika nyumba yake. Alimjibu mke wake kwa upole lakini kwa uthabiti, akimwongoza kurudi kwenye imani badala ya kumlaani. Uongozi si kutawala tu, ni kuongoza watu kurudi kwa Mungu hata katika nyakati ngumu. Tatu, tunaona umuhimu wa marafiki wazuri. Marafiki wa Ayubu hawakuja kujaribu kutatua matatizo yake haraka. Walikuja kuwa pamoja naye. Walitambua kwamba wakati wa huzuni kubwa, uwepo wetu ni muhimu zaidi kuliko maneno yetu. Tutakuwa marafiki wa aina gani kwa wale wanaoteseka? Je, tutakuwa na haraka ya kutoa majibu au tutakuwa tayari kuketi kimya na kuwa pamoja nao? Kumbuka, Ayubu hakumlaani Mungu hata katika mateso makubwa. Aliamini kwamba yeye aliyempa mema pia anaweza kumpa mabaya na kwamba hilo halimfanyi Mungu kuwa mbaya. Hii ni imani ya kweli, imani ambayo inakubali kwamba Mungu ni mwema hata wakati hatuelewi kile anachoenda. Hebu tuombe pamoja. Baba wa anga, asante kwa somo la Ayubu. Asante kwa kutuonyesha kwamba hata katika mateso wewe una mpango mzuri. Tunakuomba utupe nguvu za Ayubu, nguvu za kukuamini hata wakati hatuelewi kile unachofanya. Tupe moyo wa kumcha badala ya kukulaani wakati mambo hayaendi vizuri. Utufanye marafiki kama wale wa Ayubu, watu watakaokaa pamoja na wengine katika huzuni hata kama hatuna maneno ya kusema. Tupe hekima ya kujua lini kuongea na lini kukaa kimya. Kwa wale wanaoteseka leo, tunakuomba uponyaji na faraja. Kwa wale wanaosimama pamoja na wanaoteseka, tunakuomba subira na nguvu. Utufanye miongoza wazuri katika mafamilia yetu, wakongozi watakaongoza watu kurudi kwako hata katika nyakati ngumu. Kwa jina la Yesu tunasali, amina. Kumbuka, mateso yako yana mipaka. Mungu anakudhibiti kila kitu. Badala ya kumlaani, mwamini. Badala ya kukimbia, kaa pamoja naye. Episode ijayo tutachunguza mazungumzo ya Ayubu na marafiki zake. Heri njema. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.